Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote tunapokwenda kusikia neno lake. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kusogea mbele ya uso wako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atufundishe, afungue mioyo yetu ya ndani ili tuweze kulipokea neno lako na neno hilo lipate kuzaa matunda kwenye maisha yetu. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Baadaye Yesu akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila. Akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Leo ni siku ya 8 tangu Yesu alipofufuka na kuonekana kwa baadhi ya wanafunzi. Leo ni wiki moja ambayo tunasoma kwamba baada ya Yesu kufufuka na kuwatokea baadhi ya wanafunzi, wakiwapo wale akina mama, akina Kleopa na wenzake na wale 11, aliwatokea mara ya pili, na alipofika katikati yao awali aliwasalimia, akawaambia amani iwe kwenu. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba hata alipowasalimia, hata alipowatakia amani ya Bwana iwe kwenu, bado hawakuamini. Kwa nini hawakuamini? Kwa sababu Biblia inasema walijawa na hofu na mashaka na hofu, wasiwasi na mashaka. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao na kuto kuamini. Hawa wanafunzi Yesu alikaa nao miaka 3.5, na kila alipokaa nao, alipowafundisha, aliwaambia ya kwamba itafika siku tutakapokwenda Yerusalemu, Mwana wa Adamu atakamatwa, atateswa, atapigwa, atauawa, atazikwa, lakini siku ya 3 atafanyaje? Atafufuka. Hata walipoambiwa kwamba amefufuka, hata yeye mwenyewe alipojidhihirisha kwao, bado
hawakuamini. Kwa nini? Biblia inasema kwamba ukisoma katika Injili ya Luka anasema walipomuona waliona kama roho. Sasa hapa neno roho ukienda kwenye tafsiri zingine waliona kama mzimu. Mzimu ni nini? Mzimu ni picha ya mtu aliyekufa zamani alafu mlimzika, lakini leo ukimwangalia unakutana naye. Wanasema ni nini? Ni mzimu. Na wao walimuona Yesu kama nani? Kama mzimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika maisha yao ya ubinadamu walikuwa hawajai kuona mtu ambaye amekufa alafu akafanyaje? Akafufuka tena. Na kwa nini Yesu aliwakemea? Biblia inasema aliwakemea. Ndugu zangu, kwenye Biblia kuna kukemea, kuna kuonya. Unaweza kuwa unaishi maisha fulani ambayo ni hatari kwa maisha yako, lakini mchungaji akakukemea. Na kukemea mara zote kunakuja kwa lugha kali. Yaani anayekuonya na anayekukemea vyote vinaweza vikawa na mwelekeo sawa, lakini unapokemewa manake jambo hilo ni hatari sana kwako, acha mara moja. Kwa Yesu aliwakemea, na sababu za kuwakemea kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao na kutokuamini. Kutokuamini kuna maana gani? Biblia inasema kutokuamini ni hali ya kuwa na mashaka hata pale ushahidi unapoonekana. Yaani kutokuamini, ushahidi unaonekana lakini bado hufanyaje? Huamini. Yaani wewe umenusulika kwenye ajali, ulikuwa wakufa hapo hapo, lakini kwa jinsi mkono wa Mungu ulivyo mkuu ukapona, bado huamini kwamba yuko nani? Yuko Mungu. Unalala, unakufa kabisa, hata mwizi anakuja anachukua vitu vyako, unaamka unajikung'uta, bado huamini kwamba yuko nani? Yuko Mungu. Yesu aliwakemea kwa kutokuamini kwao. Na hata Wakristo bado tuna hali hizo hizo. Unasali, ulibatizwa, ukafundishwa kipaimara, kanisani unahudhuria, wanasema Yesu anaponya, lakini bado huamini. Tupo kwamba Yesu ana uwezo wa kubadilisha maisha yako, badilika. Lakini neno la Mungu linapokuja bado huamini. Ukitaka kujua hiki ninachokuambia, angalia maisha unayoishi. Kila siku neno la Mungu linasema juu ya maisha yako kwamba maisha yako hayana ushuhuda. Neno lako linasema, unasikia Pasaka, unasikia Krismasi, unasikia katika majira ya Utatu, Mungu anasema na wewe kwamba acha maisha hayo, acha hizo tabia, hazifai. Lakini bado huamini, bado unaendelea na maisha yale yale. Sasa kwenye Kiswahili tuna methali nasema, aonywaye mara nyingi, aonywaye mara akishupaza shingo yake ufanyeje? Kwa hiyo Yesu aliwakemea kwa sababu ya kutokuamini kwao. Lakini jambo lingine ambalo aliwakemea ni swala la ugumu wa mioyo yao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Unajua kutokuamini ni tatizo la akili.
Yaani kutokuamini ni tatizo la nini? La akili. Wewe usiamini una tatizo la nini? La akili. Madaktari nafikiri mlioko hapa nikizungumza tatizo la akili mtaelewa nazungumza nini. Ni tatizo, yani ushahidi upo. Unaona, unajua tulipozungumza Jumatatu tulisema wanafunzi walimuona Yesu lakini hawakufanyaje? Hawakumtambua. Kwa tatizo la kutokuamini ni tatizo la akili. Sasa tatizo la ugumu wa mioyo ni tatizo tofauti na la kutokuamini. Ugumu wa moyo, ukisoma Isaya 1:5 Biblia inasema kichwa chote ni kigonjwa, moyo umezimia. Kwa hiyo moyo ukizimia, yani hapo sasa yanahusiana kichwa kuwa kigonjwa, ugonjwa wa kichwa na moyo kuzimia ni vitu vinavyokwenda pamoja, lakini vinafanya kazi tofauti. Kutokuamini tumesema ni tatizo la nini? La akili. Maana yake ni tatizo ambalo liko wapi? Kichwani. Na ugumu wa mioyo ni tatizo ambalo liko wapi? Moyoni. Nabii sana anasema moyo umefanyaje? Umezimia. Ukienda kwenye tafsiri ya Kiebrania, moyo uliozimia ni moyo uliofeli. Bwana asifiwe. Kumsikia mtu anakuambia figo zimefeli? Figo zimefeli, umekusikia? Yaani figo zikifeli dawa yake ni kufanyaje? Namwomba fungu akupe ya kwake. Figo zimefeli, moyo umefeli. Ni sawa na gari unaendesha, breki zimefanyaje? Zimefeli. Gari ambalo breki zimefeli ni sawa na mtu ambaye moyo wake umefanyaje? Umefeli. Bwana asifiwe. Swali la kujiuliza ni kwamba unaweza ukasikia lakini usiamini. Na imani, na Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unaweza ukawa unasikia mambo mengi, lakini hayo mambo kama unayoyasikia hayatoki kwa Kristo, kusikia kwako kunakuwa ni nini? Ni bure. Ninakuomba wakati wote usikie neno la Kristo, kwa sababu ndani ya neno la Kristo kuna uzima, kuna uponyaji. Na niwaambie kwamba popote neno la Kristo linapofika, kazi yake ni kuleta mabadiliko, kwa sababu neno la Mungu ni nuru. Nuru inapofika mahali, giza linafanyaje? Linatoweka. Na giza likisha toweka, watu wanaanza kuona. Kwa mtu ambaye hana neno la Kristo, yupo gizani bado. Haijalishi unasali, haijalishi unatoa sadaka, haijalishi upo kwenye kwaya, haijalishi ni mzee wa kanisa, haijalishi ni mtumishi, lakini kama huoni na usikii neno la Kristo, uko wapi? Gizani. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, mashaka na wasiwasi ndivyo vitu ambavyo vinatesa maisha ya wengi. Na Yesu alipoona kwamba wanafunzi wana hofu, wana mashaka, wana wasiwasi, jambo la kwanza aliwatakia amani, kwa sababu dawa ya mashaka, dawa ya hofu, dawa ya wasiwasi ni amani ya Kristo. Ndio maana Yesu anasema amani iwe kwenu.
amani na utulivu ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa na utulivu lakini usiwe na amani. Kuna watu anaweza akatulia, akakaa kwenye nyumba yake na mume wake, kwa nje mnawaona wanacheka, mnaona wanafurahi, mnaona hata kanisani wanakuja pamoja, lakini hawana nini? Hawana amani. Na ndio maana Mungu anasema tafuteni kwa bidii kuwa na nini? Na amani. Hajakwambia tafuta kwa bidii kuwa na utulivu, kwa sababu utulivu ni hali ya nje na ni hali ya muda mfupi. Amani ni hali ya nini? Ya ndani na ni ya kudumu. Tafuta sana amani. Na Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na nini? Uwe na nini? Na amani. Na ndipo mema yatakapo kujia. Tufanye nini Wakristo wa leo? Leo Yesu anajidhihirisha kwako ili aondoe mashaka yako. Kuna watu tupo, lakini tuna mashaka juu ya maisha, tuna mashaka juu ya mambo mengi, tuna mashaka juu ya kesho yetu, tuna mashaka juu ya afya zetu, tuna mashaka kwa ajili ya mambo mengi. Yesu anayejidhihirisha leo amekuja kuondoa mashaka yako, amekuja kuondoa hofu zako. Lakini lengo la Yesu kujidhihirisha kwa wanafunzi halikuwa kuwakemea pekee, bali alikuja kuwadhihirisha ya kwamba ahadi ile niliyowaambia nikiwa hai nimekuja kuitimiza. Kwa Mungu anapojidhihirisha leo ni kuja kudhihirisha kwamba ahadi zake kwenye maisha yetu alizosema na sisi lazima azitimize, na lazima zitimie tu. Bwana asifiwe. Alisema nitateswa, nitasulubishwa, nitakufa, lakini nitafufuka. Hata kama unaishi kwenye matatizo, hata kama unaishi kwenye mateso, hajalishi ni mateso ya namna gani, hajalishi unasulubishwa kwa namna gani, hajalishi unapigwa kwa namna gani, hajalishi mateso yamekuwa magumu kiasi gani, ahadi ya Kristo inasimama pale pale ya kwamba alipofufuka atafufua na atakufanya uwe hai sasa na hata milele. Wito: acha maisha ya mazoea. Acha maisha ya mazoea. Nafahamu kwamba maisha ninayoishi sio Yesu aliyefufuka afufue maisha yako. Na Yesu anatazamia nini kwako? Kama Yesu akija sasa hivi, kama akishuka sasa hivi, manake tunaishi sasa hivi, maisha ni sasa hivi. Kama akishuka sasa hivi, atakukuta upo kwenye hali gani? Hautajitetea kwamba Mungu, mbona nimekuwepo, mbona nimekuwa muumini wa kanisa hili miaka kadhaa. Utetezi wako hautakusaidia. Yesu anapokuja sasa hivi atakukuta katika hali gani? Acha mazoea. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Muda wa kujiandaa ni sasa, sio kesho. Silaha, wanajeshi mko hapo, silaha hazinunuliwi, hazitengenezwi. Silaha hazitengenezwi wakati wa vita. Silaha zinatengenezwa kukiwa na nini? Na amani. Wakati ulipo na amani sasa, wakati ulipo na nafasi sasa, ni wakati wa kujiandaa kwa ajili ya kesho. Maisha ni vita. Hujui shetani atakujaribu lini, hujui jaribu lako litakuja saa ngapi. Jiandae sasa hivi. Bwana asifiwe. Jiandae sasa hivi. Silaha zinanunuliwa wakati wa nini? Wa amani.
Vita ikianza sio muda wa kutafuta silaha. Silaha ni wakati kukiwa na nini? Na utulivu. Usemapo ndoa yangu ina utulivu, ndipo mahali pa kuiombea sana. Usemapo mume wangu ametulia, ndipo wakati wa kumwombea sana. Usemapo mke wangu ametulia, anamcha Mungu, ndio muda wa kumwombea sana. Maombi hayo ni kwa ajili ya akiba ya kesho. Bwana asifiwe. Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani, na ndipo mema yatakapo kujia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neno ambalo umesema nasi. Tunaomba tusaidie ili amani ile uliowatakia wanafunzi wako iwemo ndani ya mioyo yetu. Itupe kujua nini yaliyo mapenzi yako. Amani hiyo itusaidie kutafakari maisha yetu, kutafakari uhusiano wetu na wewe, na maisha yetu yawe na ushuhuda mbele ya kanisa, mbele ya watu na mbele zako Mungu. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen.